Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: watu kote nchini China wanaadhimisha sikukuu ya majira ya mchipuko kwa mila na desturi za jadi. Eneo maalum la majaribio la ushirikiano wa kina wa uchumi na biashara kati ya China na Afrika lafikia biashara ya zaidi ya yuan bilioni 112 tangu 2024. Kijiji cha kale China chageuka kitovu cha kurekodia tamthilia fupi. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. Watu kote nchini China wanaadhimisha sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa Kichina. Kumekuwa na shamra za maonesho ya kitamaduni na mikusanyiko ya kijamii nchini kote. Ronald Mutie anaripoti. Ni mkesha wa sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa Kichina. Huu ni mwaka wa farasi. Watu kote nchini China wanaadhimisha sikukuu ya majira ya mchipuko kwa mila na desturi mbalimbali. Wananchi wanaokaribisha mwaka huu wa farasi kwa tamasha za kitamaduni, maonesho ya sanaa za jadi na mikusanyiko ya furaha ya kijamii. Katika kaunti ya Songyang, mkoa wa Zhejiang, mashariki mwa China, kijiji cha kale cha Chengjiapo kilichopo kando ya mwamba kimepambwa kwa rangi nyekundu ya sherehe, huku mabango makubwa yenye taa nyekundu ziking'aa kwenye kuta za udongo. Kikiwa katika urefu wa wastani wa mita 850 juu ya usawa wa bahari na tofauti ya mwinuko wa zaidi ya mita 200, makazi hayo ya miaka 600 iliyopita yamejaa shamra za sikukuu ya mwaka mpya. The dragon dance, lion dance, clamshell dance and land boat dance are so lively and exciting. This is the liveliest scene I have seen in years. It truly makes me happy. Kwa Wachina, kubandika mashairi ya mwaka mpya, yaani Chunglian, milangoni na ukutani ni desturi muhimu wakati wa kusherehekea sikukuu ya majira ya mchipuko ambayo mwaka huu inaangukia tarehe 17 Februari. Katika mji wa Hanchuan, mkoa wa Hubei, katikati mwa China, wakazi na watalii wanakusanyika katika mji wa kale kushuhudia maonesho mbalimbali ya urithi wa utamaduni. Mitaa 13 ya kihistoria katika mji huo wa kale imefanywa ukarabati. Kazi hizo zilihitimishwa mapema Januari mwaka huu. Barabara zimewekwa lami upya na njia za watembea miguu zimekarabatiwa na mifumo ya taa imerekebishwa na kuboreshwa. I married into Changjiang village and I heard it was always incredibly lively here during the spring festival. Now I'm experiencing it myself. It has quite a festive atmosphere. Katika mji wa Jiangyi, mkoa wa Jiangsu, mashariki mwa China, kijiji cha Changjiang, mojawapo wa vijiji tajiri zaidi nchini, kiliandaa tamasha lake la kila mwaka la sikukuu ya majira ya mchipuko Jumamosi jioni. Ukumbi huu ulipambwa kwa mandhari ya sherehe, huku maelfu ya wanakijiji wakikusanyika kufurahia vyakula vya asili na maonesho mbalimbali, wakisherehekea kwa pamoja ujio wa sikukuu hiyo ya mwaka mpya. Idadi ya watalii wa kigeni wanaoingia China imeongezeka kwa kasi wakati wa maadhimisho ya mwaka mpya wa Kichina, maarufu kama tamasha la mwaka mpya wa jadi wa Kichina, huku wageni wengi wakivutiwa na sherehe za kitamaduni, chakula na matukio ya kipekee ya msimu huo. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, hadi kufikia Februari tarehe 6, idadi ya nafasi za safari za ndege zinazoingia nchini China kwa kipindi cha sikukuu iliongezeka zaidi ya mara 5 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Tamasha la mwaka mpya wa Kichina huadhimishwa siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza wa kalenda ya jadi ya China. Sherehe hizi hujumuisha mila na desturi mbalimbali za kijamii zinazolenga kuanza mwaka wa baraka, mafanikio, umoja wa familia na mshikamano wa jamii. Mwaka huu unaingia mwaka wa farasi katika kalenda ya zodiac ya Kichina. Tamasha hilo linaendelea kupata maarufu kimataifa, huku wageni kutoka mataifa mbalimbali wakieleza kuvutiwa na masoko ya jadi, vyakula maalum na mandhari ya sherehe katika miji mikubwa. Do you have any activities planned during the Chinese New Year's? I don't. They'll let me know, but I'm sure there's a lot of eating going on, yes. To see the Chinese New Year in Shanghai, to eat and to see the Chinese market. Takwimu za majukwaa ya usafiri zinaonyesha kuwa katika mwezi uliopita, oda za tiketi za wageni wa nje kuhudhuria matukio ya urithi wa utamaduni yasiyoshikika kama maonesho ya taa za jadi na opera ya Beijing ziliongezeka zaidi ya mara 6 mwaka hadi mwaka.
Rekodi za hoteli pia zinaonyesha mwelekeo huo, ambapo karibu mgeni mmoja kati ya watatu walioweka nafasi ya kipindi cha sikukuu ni raia wa kigeni. Aidha, tamasha la mwaka mpya wa Kichina liliingizwa rasmi kwenye orodha ya urithi wa utamaduni wa dunia mwaka 2024, jambo lililoongeza mvuto wake kimataifa. Eneo maalum la majaribio la ushirikiano wa kina wa uchumi na biashara kati ya China na Afrika limeripoti ukuaji mkubwa wa biashara na mataifa ya Afrika tangu Januari 2024, ambapo thamani ya jumla ya biashara imefikia yuan bilioni 112.8, takriban dola za Marekani bilioni 16.33. Takwimu hizo zinajumuisha yuani bilioni 57.6 za mauzo ya bidhaa nje ya China na yuani bilioni 55 za bidhaa zilizoagizwa kutoka Afrika, jambo linaloonyesha kuimarika kwa uhusiano wa kiuchumi kati ya pande hizo mbili. Mauzo ya mashine za uhandisi na mashine za kilimo kwenda Afrika yameongezeka kwa kasi, yakionyesha kuimarika kwa ushirikiano wa viwanda na ongezeko la mahitaji yanayotokana na juhudi za Afrika za kuendeleza miundombinu na kuboresha sekta ya kilimo. Kuanzishwa kwa eneo hilo la majaribio kulikuwa moja ya hatua muhimu zilizopendekezwa na Rais wa China Xi Jinping katika mkutano wa 8 wa mawaziri wa jukwaa la ushirikiano kati ya China na Afrika, yani FOCAC, mwaka 2021. Mpango huo unalenga kujenga jukwaa la mfano la ushirikiano wa hali ya juu wa kiuchumi kati ya China na Afrika ili kufanikisha ushirikiano wa manufaa kwa pande zote mbili na maendeleo ya pamoja. Kijiji chenye historia ya zaidi ya miaka 600 katika mji wa Zhengzhou, mkoa wa Henan, kimeibuka kuwa eneo maarufu la kurekodia tamthilia fupi maarufu kama microdramas, kikivutia watayarishaji wa filamu kutoka sehemu mbalimbali. Simi Wanjala ana kina cha taarifa hiyo. Kijiji cha Yuanghao Village kiligunduliwa kwa mara ya kwanza na timu ya watayarishaji mwaka 2024 ambao walikichagua kama eneo la kurekodia. Tangu wakati huo, zaidi ya timu 50 za utayarishaji zimefika kijijini hapa kwa ajili ya kurekodi kazi zao. Nyumba za wakazi zimekuwa sehemu ya mandhari ya filamu hizo, huku ada ya upangishaji wa majengo hayo ikiwa chanzo kikuu cha mapato ya kijiji. Mwaka 2025, tamthilia fupi zilichangia 20% ya mapato ya pamoja ya kijijini hapa. Wakazi wengi wamebadili maisha yao kutoka kilimo hadi kushiriki katika filamu kama waigizaji wa ziada. Kwa mujibu wa Shi Jiangbin, meneja wa kampuni ya uendeshaji na usimamizi wa kijiji cha Yuanghao, kijiji hiki kinaonyesha maisha halisi ya kila siku, jambo linalokifanya kufaa sana kwa matukio ya tamthilia za kihistoria. Habari za uzuri na mazingira yake mazuri zilisambaa haraka miongoni mwa watayarishaji na kusababisha kuongezeka kwa idadi ya timu zinazofika kurekodia hapa. Jumbe za kidiplomasia za China duniani kote ziliandaa hafla za mapokezi ya sikukuu ya majira ya kuchipua wiki hii kusherehekea kuwasili kwa mwaka wa farasi unaoanza Jumanne. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Ubalozi wa China nchini Thailand uliandaa mapokezi yake mjini Bangkok siku ya Jumatano. Hafla hiyo ilijumuisha maonyesho ya utamaduni wa Kichina pamoja na onyesho la teknolojia ya hali ya juu likionyesha maendeleo ya China katika roboti na ndege zisizo na rubani. China na Thailand ni kama familia moja, na watakia Wachina wote walioko Thailand heri ya sikukuu ya majira ya kuchipua, mafanikio na kila laheri katika mwaka wa farasi. Urafiki kati ya China na Thailand na udumu milele na uzidi kuimarika. Ubalozi wa China nchini Canada uliandaa mapokezi yake ya sikukuu ya majira ya kuchipua mjini Ottawa siku ya Jumanne. Zaidi ya watu 200 walihudhuria hafla hiyo, wakiwemo naibu waziri wa mambo ya nje wa Canada David Morrison, katibu wa bunge Cody Blois, seneta Clement Gignac, mbunge Zoe Roya, pamoja na wawakilishi wa jumuiya, mashirika na wanafunzi wa Kichina nchini Canada. Ubalozi mdogo wa China mjini Johannesburg uliandaa mapokezi yake Jumatatu iliyopita. Zaidi ya wageni 300 walihudhuria, wakiwemo maafisa wa serikali ya Afrika Kusini, viongozi wa biashara, wasomi, wanahabari, mashirika yasiyo ya kiserikali na wanadiplomasia, pamoja na wanajamii wa Wachina wanaoishi nje ya nchi. Wapiga ngoma wa Kichina, Wachina na wa Afrika Kusini waliovaa mavazi ya jadi ya Kichina pamoja na kwaya ya Afrika Kusini waliburudisha wageni katika hafla hiyo. Hafla zilizofanyika Bangkok, Ottawa na Johannesburg
zote zilionyesha video ya utangazaji ya tamasha la gala la sikukuu ya majira ya kuchipua la mwaka 2026 la China Media Group, tamasha la burudani la saa kadhaa litakalorushwa hewani usiku wa mkesha wa mwaka mpya wa Kichina. Tamasha hilo linatambuliwa na Guinness World Records kama kipindi cha televisheni kinachotazamwa zaidi duniani. Ubalozi wa China nchini Sweden uliandaa mapokezi yake katika ukumbi wa People's House, kituo cha utamaduni kilichoko Stockholm, siku ya Jumanne, ambapo wageni walifurahia maonesho ya kikundi cha sanaa kutoka China. Kampuni za kutengeneza vyuma nchini China zinapitia maboresho ya kiteknolojia. Zinazalisha bidhaa za kiuvumbuzi kama vyuma vyembamba na vidogo zaidi kwa ajili ya matumizi mapya, huku zikichukua mikakati tofauti kudumisha ukuaji wa sekta hiyo. Zakia Pong anatufahamisha zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Kampuni za kutengeneza vyuma nchini China zinapitia maboresho ya kiteknolojia, zikizalisha bidhaa za kiuvumbuzi kama vyuma vyembamba zaidi na vidogo zaidi kwa ajili ya matumizi mapya, na kuchukua mikakati tofauti ili kudumisha ukuaji wa sekta hiyo. Hivi karibuni, kampuni ya kutengeneza vyuma ya China ilifanikiwa katika uzalishaji wa jumla wa chuma chembamba zaidi duniani, huku uzalishaji wa siku unafikia karibu 5 tu. Chuma hiki ni chembamba kama karatasi ya aluminium, kikiwa na uzito wa milimita 0.015 na kinaweza kuchanwa kwa mkono. Chuma hicho kina matumizi mengi, ikiwemo ufungashaji mwepesi wa nguvu ya betri katika magari ya umeme, pia katika vitufe vya sauti na viwashio vya bidhaa za kidijitali. Sio kwamba tu inaongeza nguvu ya uwezo wa betri, bali pia inaongeza muda wa maisha ya vifaa vingi vya kidijitali. Kando ya chuma chembamba zaidi duniani, kampuni nyingine ya China imetengeneza chuma kidogo zaidi duniani ambacho kipande chake kina upenyo wa microns 500. Vifaa hivi vinavyofanana na poda vinaweza kubadilishwa na kuwa vifaa muhimu kwa gari ya umeme, na pia vinaweza kuchungwa na kuwa vifaa vya kipekee na bidhaa za teknolojia ya juu. Mamlaka nchini China zilitoa mpango kazi kuunga mkono utendaji tulivu na maboresho ya mfumo wa sekta ya chuma katika kipindi cha mwaka 2025 mpaka 2026. Sekta ya chuma nchini China inapaswa kulenga ongezeko la thamani la ukuaji wa mauzo yake katika kiwango cha mwaka cha karibu 4% na kuboresha utendaji wake kiuchumi, uwiano mzuri wa ugavi na mahitaji sokoni, na mfumo bora zaidi wa kiviwanda. Hii ni kwa mujibu wa mpango kazi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi
na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. 第3课，你的铅笔呢？ Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kwa mujibu wa Pinyin, kisha mfuate mwalimu kuandika. Li. Niambie, ipi ni sahihi? 第1个， Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 上 Niambie, ipi ni sahihi? 第2个， Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. I. Niambie, ipi ni sahihi? 第1个， Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Chagua Tafadhali chagua jibu sahihi kutokana na swali. Utapata medali kwa kila jibu sahihi. 我的铅笔在哪儿？2，在桌子上边。电视机在哪儿？1，房间里没有电视。我的书包在哪儿？1，在椅子上。房间里有什么？2，有床和桌子。妹妹在哪儿？2，在她的房间里。Kazi ya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见! Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Ili kuponya jeraha, unahitaji kuacha kuligusa. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.